Hatimaye za chini chini bwana, na taarifa kwa umma ni kwamba Simba bwana wameruhusiwa kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na hiyo ni kwa ajili ya dabi tarehe 15 kesho kutwa tu hapo. Basemaje bwana Amu kwenye mchezo wenu? Ndio, ngoja kwanza, umeisoma au umesikia? Tumezisikia, hajasema kwa sababu ya dabi. Kwanza naomba ni clear hapo. Kwa sababu ya nini? Umenielewa? Ule uwanja ni wa nani? Wa serikali. Uwanja wa serikali. Na ukisoma ile taarifa au ile barua kutoka serikalini ambayo Simba wameipost, wamesema wanaheshimu viongozi wote wa vilabu. Umenielewa? Kwa hiyo Simba Juni 9 waliandika barua kuomba Juni 14 wafanye mazoezi Benjamin Mkapa. Serikali kuna sababu gani ya kumzuia? Anayetumiaga uwanja Benjamin Mkapa ni nani? Simba. Na mwingine? Yanga. Umenielewa? Mwenyeji wa mchezo Juni 15 ni nani? Yanga. Simba alitakiwa uwanja upate kutoka kwa nani? Yanga. Sasa kilichompeleka kuandika barua fanya mazoezi. Kwa hiyo ingekuepo dabi tarehe 15, Simba ilitakiwa muulize bodi ya ligi, mazoezi yetu ya mwisho tutafanya wapi? Muulize mwenyeji wetu wa mchezo. Kama vipi sisi tutaandika tena barua hatujafanya mazoezi ya mwisho, hatuja train kwa mjibu wa kanuni, ili Yanga hukumiwe kwa mjibu wa kanuni. Umenielewa? Kwa hiyo pale wamejitekenya wenyewe, hapo wanaanza kucheka, wanajiona wamepiga hatua. Sio vichwa vya ndawazimu wale. Umenielewa? Mwenyeji wa mchezo ni Yanga, anayetakiwa wakabidhi Simba uwanja ni Yanga. Yanga ameshagoma kwamba mimi tarehe 15 sina mchezo na Simba. Yeye ameandika barua. Uone kwamba anataka kuwapoteza tu wadau, wamwamini kwamba yeye serikali imemruhusu. Mweu wadanganye watu wasiojua mpira, wadanganye kina Mandala, kina JB4, kina Kisugu. Umenielewa? Kina wale mchungaji sio wa Simba, wale ndio wadanganywe. Sisi wana Yanga very smart, tunajua kuchanganua mambo. Juni 9 waliandika barua ya nini? Kama wao walikuwa wanaelewa wana mchezo wa kucheza na Yanga, kwa nini Machi 7 wakutoa taarifa kwamba anaenda kufanya mazoezi kwa ajili ya Machi 8? Ukiangalia kwenye wale mazuzu kwanza, ukiangalia kwenye ripoti huku za ligi, TFF na wao wenyewe pia inaonyesha kwamba dabi ipo na hamna hata sehemu walipokanusha kwamba dabi hamna. Ndio maana tumewaambia chombo kinachosimamia mpira Tanzania ni cha ovyo. Umenielewa? Kina udikteta, kinatumia mabavu, hakisimamii sheria wala kanuni. Tunawaambia hiki chombo hakitufai, kitoke. Kuna sababu. Umenielewa? Leo hii wameshindwa kutoa majibu ya Machi 8, masaa machache kuahirisha kwa mchezo. Leo unakuja kulazimisha Yanga cheze mchezo Juni 15. Kwa nini hawajui thamani ya mwenyeji? Waliona wapi? Duniani kote waliona wapi? Mgeni anaenda kuandika barua kwenye kwa nini? Yaani leo timu ya taifa iende labda Misri, inaandika barua kwamba tunaomba kufanya mazoezi hapa. Shirikisho la Misri lilifanya kuruhusu timu ya taifa Tanzania kwamba nendeni mkafanye. Kwa hiyo wenyeji wana kazi gani? Yaani wale wanafanya kazi ya kuzunguka mbuyu. Simba wanafanya kazi ya kuzunguka mbuyu. Akili hawana, akili ndogo. Mimi nachoomba Mungu, Bwana Mungu, naomba mimi kama Uchebe Yanga, meneja wa Soka Youth na pia muuza simu maarufu Kariakoo, ninachokiomba Simba tarehe 15 wapeleke timu na mashabiki wao waende, ili viongozi wa Simba wakapate kuonja joto, wakalaluliwa makofi. Wakina Mandala watapiga viongozi wa Simba. Kina Kisugu, kina JB4. Viongozi mimi naambia tarehe 15 nitakuja kutuambia, Uchebe ulisema. Dua zangu mimi naomba wapeleke timu. Kwanza hata uruhusiwa kuingia uwanjani. Moja, watakamatwa kama waharibifu. Hasa wamezoea kuharibu miundombinu pale. Nani ametuharibia viti mara 2, mara 3? Sio mara 2, mara 3. Ni nani? Simba. Yanga ulishaifanya huo ujinga? Sikumbuki. Azam ameshafanya huo ujinga?
Sikumbuki. Na Mungu ameifanya wao ujinga? Sikumbuki. Tunavyosema Simba ni zwazwa, mwe mnaelewa. Wenye mnaombea kabisa na dua nene kwamba wapeleke timu ili baadhi ya mashabiki tutawaambia hao viongozi wenu wamewaona nyinyi wajinga, wameona azimo. Sawa? Sasa ili wakae sawa, siku nyingine waache kuwapelekesha, mwalalue makofi na watatwangwa makofi, watapigana wenyewe pale. Mimi nipo, zitamwagika pale. Mimi nipo, Uchebe Yanga nipo. So anatuona si wajinga. Wanahisi viongozi wa Yanga ni wapumbavu kiasi hicho. Tunavyowaambia hawa wenzetu akili zao wamezikalia, haziko smart. Maanisha wewe, ngoja nikwambie, leo hii unapataje jeuri ya kuhamasisha eti endeleeni kukata tiketi? Wakati unakata kwa system gani? Mchezo huko. Ngoja, mwenye dhamana ya kutangaza viingilio ni nani? Yanga. Mwenye dhamana kuuza tiketi za Yanga ni nani? Yuko N-Card. N-Card ameweka tiketi kwenye system? Hajaweka bado. Hajaweka. Kama hajaweka, wewe unamwambia kate tiketi, akate tiketi gani? Au mnawaita mkawaibia pale Benjamin Mkapa? Hawa wanawaita mashabiki na wadau wa mpira pale Benjamin Mkapa wakawaibia kwa sababu wameshazoea kuiba. Utamu wa kuiba umewakolea. Wamezoea kuiba. Sasa wamewaita watu waende pale wakawaibie. Hakuna sababu nyingine. Wewe huwezi kaita mashabiki wakati wewe sio mwenyeji wa mchezo. Kwenye mechi ya Constantine waliwaibia. Finali waliwaibia. Na hii wanataka kutumia fursa kuwaibia wadau wa mpira. Nani asiyejua? Hii wanataka kutumia hii fursa. Wanaomba kwamba Yanga anavogoma na ambao hawajaweka tiketi hadharani, wataenda vibaka pale. Wataambia wewe tiketi unayo huna, nauza hapa 10,000, VIP elfu 20. Watu wanapigwa, tutasikia milio. Mchezo hamna. Mchezo hamna. Taarifa zishatoka. Haya. Mimi nakwambia hawa wanawaita, mimi naomba bodi ya ligi na TFF wasimame kwenye hili, kuangalia athari za Watanzania watakaoathirika kwenye kuibiwa na hii taasisi. Wanaenda kuaibia. Kwa nini msiseme mapema? Toeni tamko kwamba Yanga amegoma kama mwenyeji wa mchezo. Tutaangalia utaratibu au kanuni zinataka kitu gani. Umenielewa? Kuliko kumwambia aende pale, wadau waende pale wakaibiwe. Hawa wanajitafutia mishahara, hawana mishahara ya kujilipa mwezi huu. Sasa wanataka kutumia hii fursa ya kuwaibia mashabiki na wapenzi wa mpira. Ndio maana nawaambia sisi tunaendelea kuhamasisha tukajaze full house Benjamin Mkapa. Kajaze kwa mfumo gani? Zaidi ya wizi. Walizoziiba za Constantine hazijatosha. Wameiba za finali hazijatosha. Wanataka kutumia hii dabi kuiba. Iteni dabi, pelekeni wa timu ili mkawambwe na makofi pale. Wakawambwe. Wametuzoea. Uchebe. Kwa kile ulichoongea kitakuwa kimesikika vizuri kwa tukio ambalo limeweza kutokea leo hii. Kwa wewe una maoni gani kwenye hizi za chini chini kusemekana kwamba dabi inaweza ikagailishwa ikapelekwa visiwani Zanzibar? Kwako imekufikia ripoti kwa design gani? Mimi za chini chini na kupenyezea mapema. Dabi itakuwa ya mwisho. Na hiyo dabi, huo mchezo utapigwa kuanzia Julai 5 mpaka 8. Ndio nakupa sasa za ndani. Julai 5 mpaka 8 ndio mchezo wa dabi utachezwa. Na wakati huo sasa bodi ya ligi inakuwa imeshajiuzulu. Mimi ndo nakwambia wapo kwenye maandalizi ya kujiuzulu. Sisi Yanga tuna wanaume, tukisimamia msimamo tumesimamia. Kwani nakukumbusha 2008 kwenye kombe la Sekafa wanatafuta mshindi wa 3. Walicheza, walikuwa wanategemea Yanga na Simba wakutane finali. Ikashindikana, wote wakatolewa mapema. Wakaandaa mshindi wa 3. Umenielewa? Wakaandaa mshindi wa 3. Simba simwamua wakaenda uwanjani. Yanga akasema duniani wapi lisikia mshindi wa 3? Mimi sileti timu. Sileti? Mchuano wa mtoano unaweka mshindi wa 3 wa nini? Sileti timu. TFF ilikuja na tamko kwamba tunakulima adhabu miaka hii 2 kutoka kushiriki michuano ya kimataifa. Akaambia nazijua haki zangu. Siwezi kukumbana na hiyo shutuma. Mwisho wa siku swali yangua. Yanga alifungiwa, sakaendelea.
Sasa hii mijamaa haina msimamo, na itaendelea kutii mamlaka, na itaendelea kututii sisi sauti yetu. Sisi tukisema mechi ipo ipo, haipo haipo. Msemo wenu Tukisema mechi ipo ipo, haipo haipo, hatuyumbishwi, hatuyumbishwi. Kwa hiyo dabi ipo haipo, hii haipo. Wasikie kwanza. Hii dabi Juni 15 haipo. Dabi itakuwepo Julai 5 mpaka 8. Mimi ikiona tofauti njoo chukue hela. Mimi nakwambia. Mimi sinajua. Ikiwepo wapi? Anacheza na nani? Kama ikiwepo. Anacheza na nani? Labda dabi ya Simba dhidi ya bodi ya ligi. Na hapo gate pala anawafungulia nani? Yanga hajapeleka kibali cha matumizi ya ule uwanja. Imejitekenya huko, imekaa imefikiria ngoja jitekenye ianze kucheka. Eti kwamba serikali imetoa msimamo. Mwaoni ni unaandika barua ya nini? Ulikuwa unaomba barua ya nini serikalini? Mechi ya kwako unawashwa na nini? Mechi ya kwako wewe mpaka uandike barua kuomba matumizi ya uwanja ya kwako. Umeandika barua ufanye warm up pale Juni 14 kwa sababu labda una mipasho yako. Unataka kupasha huko. Umenielewa? Kuna wachezaji pale Simba nadhani hawajacheza uwanja wa Benjamin Mkapa. Sio? Hajai. Wapo. Sasa wangegusa wapi ile picha? Ndio hii inakuwa pia waenda. Wameandika barua. Wameandika barua ili baadhi ya wachezaji wasije akakosa kusimulia. Vijana wakaonje uwanja. Wakaonje uwanja. Waende. Waende. Uchebe. Nikushukuru. Mimi nashukuru kama umemaliza.